Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kwa jina la Bwana Yesu na ninakupenda na Bwana Yesu anakupenda. Amen. Siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ya Saturday ya mwezi wa 8 tariki yake 22. Bwana ametulinda, amekuwa pamoja nasi na naamini kwamba amekuwa pamoja na wewe pia, kwa sababu Biblia inamuita kwamba ni mlinzi mwema. Amen. Anatulinda, halalage wala hasinziage katika kulinda. Yeye ni Mungu mwema na ni mchungaji mwema. Amen. Naamini kwamba anakuchunga na wewe mahali ulipo na uko salama kwa jina la Yesu. Na nakuombea usalama wa Mungu mahali pote ulipo, ili kwamba uendelee kuona utukufu wa Bwana. Amen. Kwa sababu yeye ndio salama yetu. Biblia inamuita kwamba yeye ni amani yetu. Bwana asifiwe. Tutamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo tena. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru Mungu mkuu, Mungu mtakatifu, Baba mwema unayetulinda salama kila leo. Tunakushukuru kwa siku ya leo umetupatia na unaendelea kutulinda hadi sasa. Tunakurudishia utukufu Baba, na kwa neno lako tutalisikia. Ulibariki ndani ya mioyo yetu Bwana, tunaamini tazama matunda katika maisha yetu, matunda ya kupendeza Baba, na utukufu tukurudilie Baba kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Siku ya leo tutasoma kuhusu ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo wa 6 sura yake ya 35. Mathayo 6 sura 35 na kuendelea, tutasoma kwa jina la Yesu. Biblia inasema hivi: lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya yote atawapa pia. Amen. Bwana asifiwe. Hapa ni Bwana Yesu ndio alikuwa anasema ya kwamba tutafute kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, na mengine tutazidishiwa. Bwana asifiwe. Unajua kwamba mara nyingi tunajisumbua sana na mambo ya dunia. Itakuwaje kesho? Tutafanya nini kesho? Kazi itakuwaje? Tutakula nini? Tutavaa nini? Bwana asifiwe. Yesu akasema kwamba tutafute tu kwanza ufalme wa mbingu. Amen. Na mambo yote yengine yote tazidishiwa. Hiyo ni siri kubwa ambayo ametuambia wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Ya kwamba tusijisumbue. Mioyo yetu isisumbuke na mambo ya dunia hii. Bwana asifiwe. Sio tunakuwa katika dunia hii, inatubidi tutumike ama tufanye kazi, lakini kwanza tutafute ufalme wa mbingu na haki yake, na mengine yote tutakuwa baadaye. Wakati tunapomtia Mungu mbele, amen, tunapompatia Mungu mafikara yetu na kumtegemea kwa akili zetu zote na mawazo yetu yote, tunakuwa na amani na rest. Bwana sifiwe. Tunakuwa na mapumziko. Ndio maana Bwana Yesu mwenyewe akasema kwamba njoni kwangu nyinyi yote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nitawapumzisha. Amen. Alijua kwamba hapa dunia kuna mizigo mingi. Amen. Na bila mapumziko yake itakuwa stress, itakuwa na kuvunjika moyo na kukata tamaa. Lakini kila wakati tunapomtwika mizigo yetu na mawazo yetu, amen, baadaye tutakuwa na amani na kumwabudu Mungu sawa sawa. Bwana asifiwe. Tusizisumbue na vya dunia hii sana. Bwana Yesu asifiwe. Mpatie Mungu nafasi tu. Wakati ambapo unampatia Mungu nafasi, unamwabudu na kumsujudu, unamshukuru kwa ajili ya hali yote ya maisha yako. Amen. Utakuwa na amani ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu apendake tujisumbue, kwa sababu alishatusumbukia zamani. Amen. Alishatusumbukia zamani. Anapendaka tuwe na amani, tuwe na peace ndani yake. Amen. Tujue kwamba anashughulika na mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tunapojua kwamba Mungu anashughulikia maisha yako, amen, utakuwa na amani. Na mstari wa 10 unasema kwamba angalie ndege wa angani, hawalimi, lakini Mungu anawashughulikia. Maua ya kondeni hayafanyi kazi, lakini Bwana anayavika. Atakosaje kukuvika wewe uliye mwana wake? Bwana asifiwe. Wala kukulisha wewe. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi mioyo yetu iwe na amani na kutulia ndani ya Bwana Yesu. Amen. Wakati wote tukiwa na amani na kutulia
na kumtafuta Mungu katika roho na kweli, mambo yote inaenda sawa sawa. Bwana asifiwe. Utafute kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, mengine yote utazidishiwa. Utazidishiwa tu. Amen. Wakati tunapompenda Mungu, amen. Wakati tunapojipatia nafasi kwanza pamoja na mahitaji yako, ndio Biblia inasema kwamba tumwambie mahitaji yetu, amen. Ukishamwambia mahitaji yako, unajua kwamba anashughulika. Wewe kuwa na amani na utulie. Bwana asifiwe. Utulie ndani yake na mwabudu tu. Bwana asifiwe. Na mpende tu, na usijisumbua na lolote lile ama kukosa amani, na utaona jinsi gani anavyo kushughulikia. Bwana asifiwe. Mengine tutafuata tu. Wakati tunamtia Mungu mbele, unamwabudu katika roho na kweli, unampenda, na agizo unavyomkaribia zaidi Mungu, na ndio vile unavyomjua zaidi. Amen. Unavyomkaribia zaidi, unamwabudu, unamshukuru, amen. Unasoma neno lake, atajifunua kwako zaidi. Unalimeditate neno lake usiku na mchana. Bwana asifiwe. Unamtanguliza yeye kwanza, amen. Utaona jinsi gani moyo wako utakuwa na amani, na yote ambayo unahitaji na zaidi yale ambayo unahitaji utaona navyokuja katika maisha yako. Mtie Mungu tu kwanza katika maisha yako wa kwanza, amen. Na mpende tu na mpendeze. Bwana asifiwe. Na utaona jinsi gani nyingine yote itakuja inafuatana na hayo, amen. Na nyingine hata nyao kuomba wakati ambapo unamwabudu Mungu